Swali lipo mtaani, kitu gani kimepelekea Mwakinyo kapigwa kwa KO no count? Lakini swali la pili lipo mtaani pia na kwenye mitandao, kwa nini baadhi ya mabondia, kwa nini baadhi ya fans wamefurahia kupigwa? Maswali hayo yana hoja mbili. Hoja ya kwanza, hatuna uzalendo. Hoja hiyo ya jibu la pili. Hoja ya kwanza ya swali la kwanza, je, Mwakinyo aliwekeza sana kwenye mtandaoni na maneno pasi na kuwekeza kwenye karia yake ambayo inamfanya aonekane champions? Nilikuwa nafuatilia hapa fight usiku, wengi hatujalala, tulikuwa tunafuatilia raundi ya 9 anapoteza kwa KO, kitu ambacho kila Mtanzania hakutegemea, lakini kuna baadhi ya bondia wanasema walitegemea. Ngoja nisimamishe. Baadhi ya mabondia wanasema walitegemea kipigo cha Mwakinyo. Sasa kama Mwakinyo ni mzalendo, hapa nashushia na maziwa yangu ya yogurt Kilimanjaro. Ndio tutapata. Kama Mwakinyo amepigwa kwa technical mistake, tutasimama naye. Kama Mwakinyo apigwa kwa kutojiandaa, hatasimama naye. Tuje kwenye technical. Kabla Mwakinyo hajatangaza fight yake, alikuwa anashinda sana mtandaoni kuhusiana maneno na mabondia wenzie, hasa tu Akiduka Morogoro. Lakini mbali na hapo, alijiingiza kabisa pia kwenye siasa na kutumia baadhi ya manguli wa siasa kama mfano katika fight zake, kitu ambacho sio kizuri. Ukishakuwa mwanamchezo, katika usifungamane na upande wote, uwe na line. Kama uwe na line movement, yani usifungamane na upande wote. Kwa hiyo inawezekana hiyo imemwathiri na kupenda kutrend mtandaoni pasi na kuwekeza kwenye karia yake. Lakini la pili, hoja ya mabondia wenzie kufurahia anguko lake, maana yake inaonyeshana kabisa kuwa Mwakinyo haipo vizuri na mabondia wenzake, kitu ambacho sio kizuri. Unapaswa uwe vizuri na mabondia wenzio ili wakupe mbinu mbadala za kwenye fight kama hizi za international, kwa sababu sio kila kitu tunakuwa unajua na sio kila kitu mwalimu wako anajua. Tazama hapa, anaonekana kabisa Mwakinyo alishaanza kulose, upepo ulianza kukata. Muda mwingine refa unaona alikuwa kwanza bondia mwenzie alikuwa anamfuata. Tazama, alikuwa anamfuata sana. Alikuwa anamfuata. Na yeye akana anawahi sana kukaa kwenye kamba na kwenye engo, kitu ambacho kwenye fight sio kitu kizuri. Upasi kukaa kwenye engo. Umeona opponent wake anavyomfuata. Opponent wake alikuwa na effort ya kumfuata. Naona kitu ambacho mistake alofanya ni kumruhusu opponent wake kumfuata na kumpiga. Alipaswa aweke guard, lakini amfuate opponent wake, apunguze gap. Naona apunguze gap ya yeye kufuatwa. Ukifuatwa unakuwa katika wakati mgumu sana wa kushindwa kujitetea, kurusha, lakini acha kurusha, lakini mbali ya kurusha, kukwepa, kwa sababu akishakuweka kwenye kamba huna ujanja. Akiweka kwenye kamba huna ujanja kusogea kurusha, kwa sababu tayari kamba inakupa block, alafu mbele opponent wako yuko mbele, utashindwa. Kwa hiyo ni mistake ya kiufundi ilomfanya lose ngumi kama hii. Ni mistake ya kiufundi sana imemfanya lose fight hii. Lakini kuna upande wa bondia kuto kuwekeza kisaikolojia, kuwekeza kwenye fight yake hii. Namshauri sasa Mwakinyo akirudi sasa hivi asiwekeze mtandaoni. Asiwekeze mtandaoni kwa sababu mtandao ulikuwa unamtoa kwenye karia yake. Asiwekeze mtandaoni kabisa, kwa sababu ukiwekeza mtandaoni kuna athari mbili. Utajikuta una trend kwa vitu ambavyo havipo kwenye karia yako. Mimi ni trend sawa, maisha yangu ni mtandao. Lakini mtu kama Mwakinyo ana trend kwa karia yake, asitrend kwa maneno. Kwanza kumrushia maneno bondia mwezi wa Morogoro, kwanza kuchota upepo wa kisiasa, kwanza kujifanya wewe ndio kila kitu, mara umekaa mtaani umempiga mtu umefanya. No, hivyo vitu hawatakii kuepo kwenye karia yake. Ukifuatia historia ya mabondia wengi wamealign kwenye karia yao. Angalia Mayweather, Mike Tyson, wote wamealign kwenye karia zao. Huwezi kumkuta Mayweather anaanza kumchamba bondia mwenzie mtandao, na huwezi kumkuta Mayweather anaanza kujiingiza kwenye siasa na kurusha maneno.
ya kwenye siasa, hataki kutumia. Kwa hiyo hiyo ni moja kati ya kitu kimemfanya aweze kulose. Sasa nini afanye? Nini afanye? Na kwa wewe mtazamaji wangu hapo, tumshauri nini afanye. Nini afanye hapo chini, nipe comment yako. Mimi naendelea kuangalia fight hapa.